Sasa Singida wanaweza kujikwamua mbele ya mnyama Simba, kwa sababu tunawasema wao kujikwamua kutokana na kwamba hawajawahi kushinda mbele ya Simba kwenye ligi. Wanaweza, kwa sababu si ni football hii. Ndio. Lakini inategemea na maandalizi yako. Yaani mchezo wa mpira wa miguu haunaga shortcut. Wewe umejiandaa vipi? Kama umejiandaa vizuri, uwezekano wa kushinda mchezo upo. Na pia sometimes kumekuwa kuna bahati pia kwenye football. Unaweza ukawa unafanya kila kitu ambacho kiko kwenye njia sahihi ya wewe kupata matokeo, lakini kuna moment kwenye football zinaweza zikakufanya ukawa nje ya kile ambacho umekitarajia. Uenda ukatokea umejifunga goli wewe mwenyewe, sio timu pinzani imekufunga, na mwisho wa siku goli likabaki hivyo na mchezo ukamalizika. Kwa hiyo itategemea na kila timu imejiandaaje, lakini kuna nyakati tunasema historia haichezi, ila ipo, na kuna nyakati imekuwa inazipa baadhi ya timu nguvu kwamba mimi sijawahi kupoteza dhidi ya huyu mtu. Kwa hiyo hata ambavyo nitakuja kiwanjani bado ninakuja na hiyo hali ya kujiamini kwamba huwezi kushinda kwenye mazingira yote ya. Na mara nyingine pia imekuwa inatumika kama silaha kwa watu ambao wamekuwa kwenye mazingira ya kufungwa kila siku. Tunataka kuondoa huu uteja uliopo. Kwa hiyo hata hii hali ya kupambana pia inaongezeka. Kwa hiyo itategemea tu wewe unachagua kwenda na kipi kati ya hivyo. Lakini kikubwa ni maandalizi ya timu, utimamu wa wachezaji kiakili na kimwili, kwa sababu ukiangalia changamoto ya Black Stars ni kwenye namna ya kupasia kambani. Yaani kwangu mimi ndo changamoto ambayo naiona kwenye ile timu. Yaani achana na hizi stories zinazozungumzwa nje ya kiwanja zote. Changamoto kubwa mimi kwangu ambayo naiona kwao ni namna ambavyo wanaweka mpira kwenye kamba. Mwaku Gede ambaye amekuwa pata nafasi ya mara kwa mara, wamekuwa na changamoto ya kukosa sana nafasi. Licha ya wachezaji wengi wazuri ambao wako kwenye timu yao, lakini wana vitu vingi wafanyi kwenye usahihi mkubwa. Kwa hiyo wanaenda kucheza mechi na timu ambayo kuna namna hali ya kujiamini kwa wachezaji inazidi kuongezeka kila siku, hususan wachezaji wapya walioingia kwenye timu. Wamekuwa na hiyo hali ya kujiamini kiasi kwamba wanaweza kubadilisha matokeo muda wote. Yaani achana na matokeo ambayo wamekuwa yapati siku za nyuma kutokushinda michezo, lakini performance ya kiwanjani inakuonyesha hawa watu wanahitaji kitu gani. Na ukiangalia bado wako kwenye race ya ubingwa. Unajua kuna baadhi ya watu wanaamini kwamba Simba hawezi kuwa bingwa wa ligi. Lakini ukiangalia idadi ya michezo na idadi ya alama ambazo wamepishana wao na mtu anayeongoza ligi, inakupa tafsiri kwamba anaweza kuwa bingwa vile vile kama anaweza kumaintain matokeo na anaoshindana nao akawa na matokeo mabaya. Kwa hiyo kikubwa mimi nataka kuona ni namna gani ambavyo Singida wanaweza kwenda kucompete dhidi ya Simba. Hicho ambacho kinazungumzwa hawezi kushinda dhidi ya Simba, wanaweza kukiondoa kwenye mechi ya leo. Na kizuri zaidi wao wako nyumbani. Ni faida nyingine ambayo wanaipata, lakini wamekuwa na matokeo mabaya pia pale. Ni kweli, kwa na matokeo mabaya. Asante sana Evans Vodus. Na kamanda, game yoyote huwa inakuwa na pressure ndani yake kwa hizo klabu husika ambazo zinashuka dimbani. Ukitazama Simba na Singida Black Stars, ukitazama ni timu gani ambayo leo unaona ina pressure kuhitaji alama 3 zaidi? Obviously ni Simba. Unajua mchezo kati ya Singida na Simba ama Simba na Singida kuna njia mbili za kuangalia. Nadhani wote mnakumbuka wakati tunasoma lugha ya Kiswahili, kwenye historia ya lugha tulikuwa tunakutana na nadharia mbili. Kuna nadharia ya kiisimu na nadharia ya kihistoria, kwamba lugha imetokea hivi na hivi. Same thing with this match, kwamba Singida ni timu ambayo ina sura mbili tofauti. Huwa wanachagua lini wanaweza wakacheza wakakupa game bora. Na kwa bahati mbaya au bahati nzuri, nadhani Simba ndio wana bahati mbaya ya kuwa wapinzani wa Singida pale ambapo Singida wanaamua kukaza. Mara nyingi ndio huwa inakuwa hivyo. Singida anaweza akawa mwepesi kwa wengine huko. The minute Simba akija hapa, Singida wanakumbuka kwamba wao ni timu kubwa, wao ni timu ambayo inaweza kufanya mazingira ya mpinzani yawe magumu kiwanjani. Kuna kuna kichocheo kutoka kwa wengine ama inakuwaje? Mara nyingi kwanza kabisa hilo linatokana na ubora. Lakini msimu huu wote tunakubaliana kwamba sofa Singida hawajakuwa bora, kwa sababu kwenye mechi ambazo wamecheza 12 wamefunga magoli 11, wamefungwa 11, wameshinda mechi ngapi? Wameshinda mechi 5, na zaidi ya hapo wametoka sare mechi 4 na wamepoteza mechi 3. Kwa hiyo rekodi yao imekuwa sio bora sana, lakini hata historically pia, pamoja na kwamba huwa wanaikazia sana Simba, lakini asilimia kubwa ya michezo yao dhidi ya Simba huwa wanapoteza. Ukiachilia mbali ushindi waliopata kwenye FA last season na sare waliowahi kuipata wakati ule Duke Abuya bado anacheza kwao,
hizo ni nyakati ambazo wamewahi kupata kitu, otherwise mara nyingi huwa wanapoteza. Na pia ndani ya kambi yao nadhani hakuna utulivu ambao unaweza ukawasaidia kushinda mechi ya weight kama hii. Kwa hiyo I think ndapa nafasi Simba, even though sitoshangaa kama Singida akishinda au akipata sare. Okay, sawa. George Magunga, Simba hii ya Steve Barker, kadiri muda unavyozidi kwenda, bila shaka kuna vitu chanya ambavyo unaviona kwako na unaamini pengine akiendelea kupata muda zaidi anaweza kuisuka Simba bora zaidi na zaidi. Lakini mpaka hivi sasa unadhani bado kuna madhaifu yapi ambayo yapo katika Simba hii ya Steve Barker kiufundi zaidi na anapaswa kuyaboresha zaidi kuelekea game dhidi ya Singida Black Stars? Madhaifu labda ni ndani ya pitch, na moja kati ya kitu ambacho wanakiona sana bado timu haijawa imara sana kiulinzi. Unaweza ukajiaji numbers kwamba wameruhusu magoli mangapi, lakini kuna namna unaweza kaangalia pia hatari ngapi huwa zinatengenezwa kwenye michezo nje ya magoli ambao wameruhusu, kwa sababu ndio takwimu ambazo sisi mara nyingi huwa tunazipata. Lakini wenzetu wanaenda mbali zaidi hata kuangalia hatari ngapi wapinzani walitengeneza. Kwa hiyo hawezi kuwa kamilifu kwenye kila kitu, lakini mara nyingi pia ili kudili na madhaifu uliokuwa nayo unawezekana usifiksi udhaifu ukaanza kuongeza ubora uliokuwa nao, kwa sababu wakati mwingine Mkai kuna udhaifu unaweza kuwa nao kwenye timu, kukabiliana nao kwa wakati huo inakuwa ni ngumu. Lakini una deal na ule udhaifu kwa kutumia ubora uliokuwa nao. Simba ilivyotengenezwa, ama Simba miaka mingi namna ambavyo inafanya shughuli zake za kiutendaji uwanjani, ni timu ambayo inakaa na mpira kwa kipindi cha muda mrefu zaidi. Na sehemu ambayo pia waga anahitaji kuona umakini unaongezeka. Yes, mwalimu mzuri pia ni yule ambaye anatoa uhuru wa wachezaji kujieleza kwa vitendo uwanjani. Yes, kuna script utawapa kwa maana nini tufanye tukiwa na mpira, nini tufanye bila mpira, kwenye mipira ya kutengwa nini tunatakiwa kufanya, lakini wachezaji wana uhuru wa kujiexpress, kujielezea wenyewe. Na kwa Steve Barker hilo nimeliona. Yeah, of course, unaona, na ndio maana unaona kina Anisset wamekuja, kina Libase wamekuja ndani ya timu, kina Ino Loemba, unaona wana hizo skill set na wanazionyesha. Si aina wachezaji ambao unaona wako limited kwamba iki usifanye ikifanye, lakini tu kuna tahadhari mwalimu anaweza akawapa kwamba bwana sikiliza, sawa una uhuru, lakini uhuru ukipitiliza wakati mwingine zinakuwa ni fujo na unaleta shida. Sehemu ya kuachia wewe unaanza kuleta kitu kingine. Unachohitaji kwa wachezaji wako ni wafanye vitu sahihi katika muda sahihi zaidi. Kukosea kupo. Mchezaji anaweza asipatie pasi zote uwanjani, licha kwamba wapo wachezaji. Mchezaji anaweza asifanye kila kitu ambacho wewe shabiki ama mtu ambaye uko nje ya uwanja unakifikiria, kwa sababu unaiona mechi ukiwa nje. Mchezaji yuko ndani ya mchezo, anadili na pressure, anadili na kasi ya mchezo, anadili na pressure muamuzi, pressure mashabiki, pressure wapinzani. Kwa nafikiri ni vitu ambavyo anaweza akavifanyia kazi. Lakini pia unaona wachezaji wanafanya sana rotation, kubadilishana nafasi. Huyu anakuja hapo, huyu anakuja hapo, huyu anakuja hapa. Cha msingi ni balance. Kwenye timu yote balance ni kitu cha msingi, usawa. Yani nje ya kubadilishana nafasi kwa ajili ya kufanikisha timu icheze, isogee, lakini usawa kwamba Chama akienda upande mmoja akawa yeye, akawa Loemba, akawa na Libase, mpira ukipotea kwenye mazingira yao, hao watu watatu wana uwezo wa kukupa ubora bila mpira, kwa maana ya kasi, nguvu, ushindani, kwa maana kushinda mipambano, kugombania mipira, kufanya recovery, wana uwezo wa kufanya hicho kitu. Kwa ni vitu ambavyo mwalimu pia inawezekana akawa anazingatia zaidi. Lakini kitu kingine ambacho nimekipenda, of course, ni mwalimu mpya, inawezekana anatoa fursa kwa wachezaji wengi aliowakuta. Ndio. Ukiangalia wachezaji, baadhi ya wachezaji ambao wanapata dakika wanakupa sababu ya kwa nini unahitaji kucheza. Mtu kama Chazi Simfuko ni bwana mdogo ambaye hapati dakika za kutosha uwanjani. Ukilinganisha na dakika ambazo alikuwa anazipata huko alikotoka kwa Seyona. Lakini ni mchezaji ambaye akiwepo uwanjani Mkai, unaweza hata ukamfuatilia siku akipata tena dakika. Ni mchezaji ambaye binafsi naamini kuna dakika za ziada anatakiwa kupata ndani ya kikosi cha kwanza. Ndio. Utulivu wake, ni mchezaji ambaye akiwa na mpira mguuni hahitaji kufanya vitu vingi, anafanya vitu vya msingi kama kiungo wakati. Lakini pia ujasiri aliokuwa nao. Na kitu kizuri ni kwambia Mkai kwamba ukiwa na kocha ambaye ana uwezo wa kushawishi mitazamo na tabia za wachezaji kuwa katika mionekano chanya, huyo basi ni kocha ambaye anaweza kufanikiwa kwenye vitu vingi sana ndani ya timu.
lakini ukawa una kocha ambaye kila siku anaweza kana analamikia nidhamu kwa wachezaji karibia, yani asilimia kubwa wachezaji ndani ya timu, maana yake ameshindwa kutengeneza ushawishi ndani ya timu. Lakini ukiangalia Simba sasa hivi unaona okay, mwalimu ukifuatilia pesa anazozifanya, kuna vitu unavichukua pale, unaona okay, kuna mwelekeo mzuri ambao wapo nao. Na unapozungumzia issue ya nidhamu, Steve Barker ni wale makocha ambao tunaita no nonsense coach. Yeye huwa hana ushikaji. Unajua kuna makocha wanakuwa too friendly na wachezaji, which is not a bad thing, lakini mara nyingi kila kitu ambacho ni kizuri kinahitaji kiwango. Hata mtoto unampenda ndio, lakini upaswi kufika level ya kumdekeza, kwa maana kwamba kuna siku unaweza unashindwa kumsanction pale ambapo akikosea. Kwa hiyo Steve Barker hata ukimwangalia tu kwa alivyo vile, unamuona kwamba ni mtu ambaye anatengeneza mazingira hayo ya nidhamu na hana ushikaji huo wa kupitiliza kama ambao baadhi ya makocha wamewahi kuwa nao. Na nimeona katika vitu hivyo kamanda, katika eneo la nidhamu, kitu ambacho nimekifuatilia na hiki na uthibitisho nacho, huwa yeye hapendaki double standard kwa wachezaji. Wachezaji wote ni sawa, lazima watii na lazima wasikilize. Ndio maana hata haya yaliyotokea kwa Soa, wakati mwingine alikuwa anachelewa kuhudhuria, na inawezekana yeye vitu hivyo havitaki. Inawezekana maisha ya Soa Simba pale akawa ndio amefikia mwisho, unajua kabisa kwa hatua iliyoko na kwa kesi yake ilivyo, it's quite possible, na kikubwa tu very unfortunate kwa sababu ni mchezaji ambaye angeweza kuisaidia timu. Kikubwa tu kamanda, Simba wawe na uvumilivu na Steve Barker. Wanapaswa kuwa na uvumilivu, wanapaswa kuamini kila anachokifanya. Inawezekana labda sio kila kitu kitakuwa achieved msimu huu, lakini with time Steve Barker ameprove kokote pale anakopita kwamba huwa vitu vinatokea. Lakini basi aondoke na mojawapo FA ama ligi kuu. Mepatupo. Mimi sijawatoa Simba kwenye mbio za ubingwa. Bado wanashindana. Bado nafasi kubwa tu ya kutoa ubingwa nayo. Mbele Yanga. Yani inaweza isiyo kubwa kuliko ya Yanga, lakini wanayo nafasi kubwa kwa sababu kama tunatoa 100 na tunasema kwamba katika 100 Yanga wana 50%, Simba wana labda 35%, na 10% zilizobaki hizo 15 ni za wengine. 35% ni kubwa, sio ndogo kabisa. Kwa hiyo tusubiri. Yanawezekana ndio. Tawasawa kidogo. Yes, unajua kitu ambacho mimi watu wananishangaza ni hiyo hali ya kuamini kwamba Simba hawezi kuwa bingwa kwenye haya mazingira. Kwa sababu kama anaweza kudondosha alama, hata Young Africans anaweza kudondosha alama pia. Zipo mechi ambazo watu watadondosha. Unajua mpira ulivyo Evans. Lakini hata Simba wanatabirika zaidi kwa kudondosha alama ukilinganisha na Yanga. Hata yani unajua kwa mfano kama ilivyo sasa hivi. Yanga ana mechi 3 ambazo anaweza kudrop points. Ambayo ni sawa. Ana mechi 2 za Azam, ana mechi 1 ya Simba, anaweza kuangusha point. Sasa shida, uzuri wa Yanga ni kwamba hata hawa madaraja ya kati yeye anawatandika, lakini Tabora msimu uliopita alimtandika. Sasa msimu atatandikwa tu. Sasa msimu huu sio Tabora tena, ishakuwa TRA. Ndio. Kwa sababu hata Singida ukisoma katika historia, ukisoma historia ya head to head kati ya Singida na Yanga, historia ihefu inaingia. Kwa sababu katika picha ya kawaida tu hawa Prison Style washapigwa mapema tu. Prisons kimazingira tu washapigwa mapema. Kesi umeona kwa mfano Yanga aliangusha point kwa nani? Sasa mnyama leo anaweza kadondosha alama. Kwa Mbeya City. Mnyama leo anaweza kadondosha alama. Anaweza kudondosha. Na mimi nimekuelewa. Unajua inawezekana kuna mtu hajakuelewa aliposema kwamba Simba anatabirika. Kwa sababu hata ile mechi na Dodoma. Watu wengi waliiona mapema kwamba Simba anaweza akaenda kukaziwa kabisa. Lakini kitu